من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia tena kuwa ni wenye kukutana ndani ya kikazi hichi cha darasa ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo namna gani ya kuweza kuzitekeleza ibada zetu kama jinsi alivyotufundisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nipende kuwahusieni na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la taqwa, hasa ucha Mungu. Tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu kwa kila yote tunayofanya, ili ni sababu ya kuweza kusulihi amali zetu. Ikiwa ni namna hiyo, itakuwa ni bora zaidi. Tulishie kwenye darasa ya katika hali ya kuangalizia namna gani mtu ajisitiri na ni vipi unapatikana uchi kati ya wanaume na wanawake, namna gani waweze kujisitiri ili ni sababu ya kuweza wao kutekeleza ibada zao. Na tukasema hilo linakuwa ni khasu zaidi katika masala ya ibada. Ama katika ishtighali zetu ambazo kwamba tunazokimbizana nazo na tunazoweza kuzitekeleza za kila siku, ukao umefanya hivyo itakuwa ni bora zaidi. Lakini pana udharura katika maeneo mengine, ukuta watu kufuatana na joto, kufuatana labda na hali ya namna alivyo, akawa anazifanya amali kwa namna ambavyo kwamba atakapokuwa anaifanya, huko itazingatiwa kufuatana na hali iliyopo. Hivyo basi leo tuingie katika hali ya kujua nyakati za ibada ambazo kwamba tunazotakiwa kuzitekeleza. Nyakati hizo je, zikoje? Kwa sababu miongoni pia masharti za kuweza kusuhi swala ni wakati wa swala uwe umeweza kuingia, au mambo yenye kumlazimu mtu anayetaka kwenda kuswali kabla hajaanza kuswali kwanza azingatie pia nyakati au wakati wa ibada uwe umeshafika ibada husika. Sasa mata wakati subuhi, tunaanza na swala moja kwa moja ya salatu subuhi au swala ya alfajiri. Ni upi wakati wa asubuhi? Matabi maana kaifa, sawa. Ni upi wakati wa alfajiri? Min tulu'i alfajiri, kwanza wakati wa asubuhi unaanza pale inapochomoza alfajiri ila tulu'i shamsi, mpaka linapochomoza jua. Alfajiri, ili nijue imechomoza, nitaijueje? Ili nijue alfajiri imechomoza, wenyewe wanazuoni wanatupambanulia kusema ni pale utakapoona mashariki ya ardhi na magharibi ya ardhi imepasuka, mwanga unakuwa yani sehemu hizi zote mbili panakuwa na mwanga ambao kwamba ni wa kuangaza. Ikiwa ni namna hiyo, basi tayari ujue hiyo ni alfajiri ya kweli. Lakini ukakuta sehemu moja katika hizi mbili pana giza nene, sehemu nyingine pana mwanga, ujue hiyo inaitwa alfajiri ya ibilisi. Ni kwamba ibilisi anataka kukucheza shere uswali ndani wakati huo, ile hali bado wakati wa swala hujafika. Kwa hiyo alfajiri ni pale inapokuwa imechomoza alfajiri mpaka kuchomoza jua, huu wakati mzima unakuwa ni unahesabika ni wakati wa alfajiri. Kwa mtu akiwa hajaswali 11 na dakika kadhaa, saa 12 na dakika kadhaa, basi jua linapoanza kuchomoza inatakiwa ameshatekeleza ibada. Hasa wengine mtu analala mpaka inakuwa ni mazoea mabaya, na tuwe tunalala ile hali ukiwa na azimia uweza kuzinduka katika hali kufanya ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata wakati dhuhuri, na ni upi wakati wa adhuhuri? Adhuhuri wakati wake ni upi? Min zawali shamsi, tunaambiwa ni kutoka min zawali shamsi ni kuanzia linapopinduka jua, ila ayazida dhillu kulli shay'in am mithlihi, hadi kuzidi kivuli cha kila kitu kutokana na mfano wake, ndio wakati wa dhuhuri unakuwa umemalizika. Adhuhuri ni jua linapopinduka. Ili nijue jua limepinduka,
Wanasema jua linapoanza kuchomoza kivuli huwa kinakimbilia upande wa magharibi. Jua likipinduka kivuli chako kinaanza kujirudi upande wa mashariki. Ikiwa ni namna hiyo tayari ndio jua limepinduka. Kwa hiyo linapokuwa limepinduka jua ni wakati wa dhuhuri umeingia. Wakati wa swala husika kuswaliwa utapangwa na maafikiano ninyi mtakavyokuwa mmeafikiana kwa kuangalia sehemu ulioko. Kwa hiyo mpaka mwisho wake sasa wa hiyo adhuhuri ni kufikia kivuli cha kila kitu mfano wake, au ni kuzidi kivuli cha kila kitu kutokana na ule mfano wa kitu kilichopo. Basi kivuli chake kikizidi ndo adhuhuri inakuwa imeshatoka, kwa maana wakati wake umeisha. Kwa hiyo mfano wewe ulivyo, kivuli chako kikikuzidi kidogo, basi tayari adhuhuri imeshatoka. Mata waqtul asri, na wakati wa asri ni upi? Min khuruji wakati dhuhuri, ni kutoka wakati wa dhuhuri ila ghurubi shamsi, mpaka linapozama jua, ni wakati wa asr kuweza kuswali al-asri. Wewe ambao kwamba hujaswali al-asri unatakiwa utekeleze ibada la, sio kwamba eti wametekeleza watu jamaa wewe useme eti swala sasa tayari imeshapita. La khasha, hapana. Wewe unatakiwa utekeleze popote pale hujatekeleza ibada. Katika wakati huu wote unatakiwa uweze kutekeleza ibada hiyo kwa haraka, kwa sababu ya wakati usije ukatoka na ile hali hujaswali. Na mtu anayeakhirisha swala akaacha wakati wa swala ukapita, ni madhambi kisheria, anapata madhambi na anaandikiwa makosa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu hizi nyakati Mwenyezi Mungu ameziweka kwetu sisi. Mbona tunajinufaisha kwenye maslahi yetu sisi, lakini kwenye maslahi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu anataka kujipa udhuru na kuona eti labda ni wakati mkubwa. Swala yenyewe ukitaka kuitekeleza kwa udogo wake utatekeleza, kwa ukubwa wake utatekeleza, kwa wakati na kati kadhalika. Kwa maana ukitaka kuiswali kwa dakika 5 swala rakaa 4 unamaliza, kwa dakika 10, 15 unamaliza. Kwa namna utakavyokuwa umeamua kutengeneza khushu'i yako na ibada yako ili iweze kutengea uzuri kabisa. Kwa hiyo hebu tuweke maslahi ya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele, alafu ndo yaje manufaa yetu sisi au maslahi yetu sisi. Unakuta mtu anatirika mambo ya kidunia mengi kabisa, mengine mazito kabisa, lakini ibada ya dakika 5, 10, 15 mtu anajenga udhuru na anajenga sababu zisizo hata kuwa na msingi bila kukumbuka neema ambazo kwamba alizokujalia. Hilo linakualifai. Kwa sababu gani? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, hakuumbwa mwanadamu, hawakuumbwa majini isipokuwa lengo na makusudi hiyo ni kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu katika aya tena anasema thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Tukumbuke tutakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema zote ambazo kwamba alizotupa sisi. Kama tutakwenda nazo kinyume, tutafanya khiana, tutaenda kuulizwa. Kwa hiyo wakati wa al-asr ni pale unapotoka tu ule wakati wa dhuhuri imeshaingia al-asri, na kutoka kwa wakati wa al-asri ni jua linapokuwa limezama ndio al-asri imeisha. Mata wakati al-magharibi, magharibi wakati wake ni upi? Na ndio wakati mfupi kuliko nyakati zote magharibi. Min ghurubi shamsi, ni kuanzia tu linapokuwa limezama jua, ila ghiyabi shafaqil ahmari, mpaka atakapozama mawingu mekundu. Kama hakuna mawingu mekundu tutafanyaje? Kwa hiyo sema magharibi kiingia kadiria rakaa 5, uswali rakaa 3 za faradhi na rakaa 2 za sunna ya baadia, basi tayari wakati wa magharibi umeshapita na hapo imeingia isha tayari. Mata wakatu al-isha, ni upi wakati wa isha? Min ghiyabi shafaqil ahmari, ni tu yanapozama mawingu mekundu, ila tulu'il fajri, hadi kuzama kwa alfajiri. Huu wote unakuwa ni wakati wa alfajiri. Kama hautakuwa umeswali unaweza kuswali saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. Katika hizi nyakati unaweza ukawa umeteua ngoje nilale kwanza au ngoje nipumzike kwanza halafu nije niweze kuswali katika wakati miongoni mwa nyakati hizi. Kwa hiyo unakuwa bado ni wakati wa nini? Ni wakati wa magharibi wa isha. Isha ina wakati mrefu ambao kwamba ina muda mrefu mpaka kwenda kuchomoza kwa alfajiri. Madha yafalu ma waqafa liusallia, nini atakifanya yule ambaye kwamba alosimama kwa ajili ya kuweza kuswali, atatakiwa afanye nini? Haya tutakuja kuyapata katika darasa inayokuja, Mwenyezi Mungu akijalia na anapotupa pumzi na uhai kwa ajili ya kuweza kunufaishana. Insha Allah Mwenyezi Mungu aweze kujalia kila la kheri.
na aweze kutukubalia amali zetu, aweze kutukubalia darasa zetu, aweze kutukubalia funga zetu kwa mapenzi yake na kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah hadi wakati mwingine. Naamini leo kwa sababu ya muda tumeweza kujivutavuta kidogo. Insha Allah tutakwenda moja kwa moja kuomba dua ili iwe ni sababu ya kuweza kukifunga kipindi chetu hadi wakati mwingine tena. Tuendelee kufuatilia channel yetu. Mwenyezi Mungu insha Allah atatufungulia zaidi na zaidi. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل القدر تذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما ورزق لكل حلالا دائما وآخرتك يا مولانا ضب الخير ونفق كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر برضا منك العيون وقضانا ربنا كل دون قبل أن تأتينا رسول من ونغفر استر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب في لناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصاب الغرر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب